Kwa kweli rafiki yangu, sijui hata nifanye nini. Yaani tangu babangu afariki, mambo yamezidi kuwa magumu upande wangu. Huwezi amini, mpaka sasa hivi nadaiwa kodi ya miezi 9 hapa ninapoishi. Na bado chuo nadaiwa hela ya ada. Yaani hapa nawaza niache tu chuo nirudi kijijini. Hapana Malaika, usikate tamaa. Naamini njia kutatua haya yote itapatikana tu hivi karibuni. Kwanza umemwambia Alex kuhusu haya matatizo unayopitia? Hapana, sijamwambia. Sasa kwa nini hujamwambia wakati yeye ndo mpenzi wako? Sijamwambia kwa sababu mahusiano yetu hayana muda mrefu na mimi sitaki afikirie kuwa nipo naye kwa ajili ya pesa. Sikia Malaika, jaribu kuongea na Alex. Mimi nina imani atakuelewa. Halafu pia kumbuka leo ndio mwisho wa kulipa ada. Kwa hiyo jitahidi tu mwambie, huenda atakusaidia. Sawa Mona, nitajaribu kuzungumza naye. Sawa, basi acha mimi niende nyumbani kwanza, tutaonana baadaye. Sawa. We Sam, mbona unaingia chumbani kwangu bila hata kugonga mlango? Yaani unataka nigonge mlango wakati nakudai kodi ya miezi 9? Ni kweli nadaiwa kodi ya miezi 9, lakini naomba tu unipe muda, nitakulipa hela yako. Yaani miezi 9 imeshapita na bado unataka nikuongezee muda? Tafadhali kaka yangu, naomba unisaidie. Maana tangu babangu afariki, hali yangu ya kiuchumi imekuwa mbaya sana. Yaani huwezi amini hata chuo nadaiwa hela ya ada. Kwa hiyo naomba tu univumilie kidogo, nitakupa pesa yako hivi karibuni. Okay, basi tufanye hivi. Mimi naweza kufuta hili deni bila mwenye nyumba kujua, lakini sasa unatakiwa ujiongeze. Natakiwa nijiongeze kivipi? Wewe ni mtu mzima Malaika. Mimi ninachohitaji ni kuwa na wewe usiku wa leo. Halafu kuanzia kesho deni litakuwa limekwisha. Tena nitakupa miezi mingine 2 ya kujipanga. Siwezi kukubaliana na huo upuuzi wako Sam. Kwanza toka nyumbani kwangu. Sawa, wewe nifukuze tu, lakini nakupa wiki 1 ufikirie vizuri. Ukigoma utajikuta barabarani na virago vyako. Bwana Sam, umefuata nini tena? Sinisha kuahidi nitakulipa pesa yako. Wiki imekwisha Malaika, na nilikupa machaguo mawili, ambayo ni kunikubalia ombi langu na kuhama hapa kama hauna hela yangu ya kodi. Sawa, wiki imeisha, lakini nivumilie tu, nitakulipa hela yako. Malaika, mimi sina muda wa kubembeleza tena. Sasa leo ngoja nifanye maamuzi. Vipi Malaika? Mbona nasikia kelele? Kuna shida gani? Mimi nadaiwa kodi ya miezi 9 hapa ninapoishi, lakini huyo msimamizi wa hii nyumba anataka kunifukuza kisa nimemkataa kimapenzi. Kwani ilikuwaje hadi akakutaka kimapenzi? Wiki iliyopita aliniambia nikubali kuwa naye kimapenzi ili afute deni langu. Sasa baada ya kumkatalia leo ndo amekuja kunifukuza. Pole sana Malaika. Sikujua kuwa unapitia yote haya. Asante mpenzi wangu. We Sam, umesahau kilichokuleta hapa, sio? Naomba unisamehe Alex, na kuahidi sitarudia tena, na pia naomba usimwambie baba yako kuhusu hili, maana akijua kilichotokea hapa atanifukuza kazi. Alex, kwani hii nyumba ni ya kwenu? Ndiyo, hii nyumba ni ya baba yangu, na huyu Sam ni mfanyakazi wetu. Yeye alipewa kazi ya kukusanya kodi kwenye majengo yetu yote, lakini naona kazi imemshinda. Alex, tafadhali, sikujua kama unafahamiana na Malaika. Naomba nisamehe ndugu yangu. Kama hivi ndo unavyowanyanyasa wapangaji, siwezi nikakusamehe. Kwa hiyo kesho asubuhi fika ofisini uchukue barua yako ya kusimamishwa kazi.